So siku ya leo nashukuru Bwana. Nataka tuangalie neno la leo. Nakaribisha wote ambao wamefika, wasikilizaji wetu kiwa nyumbani. Mungu awabariki sana washirika wetu nyumbani. Mjue tunawapenda na Yesu anawapenda zaidi. Na unajua Mungu ni roho. Na kila wakati ambapo mambo yanayofanyika, mara nyingi adui huwa anatarget mtu wa Mungu. So lazima ukae macho. Lakini saa zile ambayo unakuwa targeted na kuwa wewe ndio mtu ambaye anapangiwa mabaya, kwa sababu enemy kila wakati anapanga mabaya kwa mtu wa Mungu kila siku. He's planning, anapanga. Lakini Mungu wetu halali. Maandiko yanasema aje? Alinde Jerusalem ama Israeli halali ama kusinzia. So tuko na ulinzi kamili kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu. Na nawakaribisha wote tusikize neno la Bwana. So maandiko yanasema tuangalie katika Ufunuo 12. Na tukielewa kwamba tuko katika Pasaka, wakati ambayo Yesu alikufa na akafufuka. Nafikiri leo ndio siku ya ufufuo. If I'm not wrong. Yes. So leo Yesu amefufuka asubuhi ya leo. Na lazima tujue kwamba hiyo ufufuo ina maana kubwa sana kwetu. Iko na power. Iko na nguvu. Na tunatangaza kama vile Yesu amekufa, chochote ambaye yako imekufa leo imefufuka kwa jina la Yesu. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Tunaendelea. Anasema, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with a child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven. Behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. Hebu angalia. Ati huyo mnyama, huyo dragon, mkia wake alipofanya hivi, mkia wake ililete that part of the stars of heaven na kulete hapa duniani na kushusha. Nasema the dragon stood before the woman, na ule joka, nafikiri dragon ni joka. Ni joka, sio nyoka, wanasema joka. And the dragon stood before the woman, and she was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. So nafikiri hapo ukiangalia kabisa alikuwa naona kama haya maandiko yanazungumza juu ya kusaliwa kwa Yesu. Semeni amen. Amen. Ilikuwa inaongea juu ya kusaliwa kwa Yesu. Maana unaona huyu dragon, shetani huyu alikuwa anangojea mtoto. Na unajua maandiko yanasema kwamba mbegu ya the seed of a woman, mbegu ya mwanamke itakanyanga kichwa ya nyoka. He will crush the head of the serpent. Na unakiangalia kila wakati nyoka, usipopiga kichwa haiwezi kufa, bado itakuwa na madhara. Na ndio sababu inasema kwamba alikuwa anangojea huyu mtoto ili afanye nini? Aliyetaka kuzaliwa. Na huyu ndio mama. Na unakumbuka Yesu alizaliwa na Maria, si ni kweli? He was a seed of a, alitoka katika mbegu ya, alitoka kwa mwanamke, angojea tu mtoto zaidi tu amezaliwa, akakula huyo mtoto ama akaua huyo mtoto. Na ukiangalia kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa ni vita. Herode mwenyewe alikuwa anataka kufanya nini? Alikuwa anangojea. Huyo ndio dragon. Maana Farao anafananishwa na nani? Na shetani. Hiyo roho. Hiyo roho ilikuwa ndani ya Farao. Ilikuwa ni roho ya joka. Alikuwa anataka kuua. Herode akasema nini? Nataka, majusi alipoona nyota, akasema hata mimi nataka kwenda kuabudu. Unakumbuka hiyo andiko? Nataka mnionyeshe mahali nyota iko, hata mimi niende kufanya nini? Kuabudu. Lakini maandiko yanasema hakuwa anaenda kuabudu, lakini alikuwa anataka kuangamiza nini?
Lakini mamajusi walipoenda, malaika akawaonya, akamwambia kwamba msirudi kwa ile njia. Na Farao akakasirika kwa sababu aliona amechengwa. Lakini kwa sababu Mungu kila wakati akiwa na mpango na wewe, atakuepusha. Atahakikisha kwamba ukiwa na destiny, ukiwa na mpango ya Mungu, ukiwa ni mbegu ya Mungu, na wewe uko na seed ya Mungu, kama Yesu mwenyewe is a seed of a woman, ni mbegu ya Mungu. Maana maandiko yanasema chochote iliyosaliwa na roho ni roho. Na mnajua Mungu ni roho. Na iliyozaliwa na mwanadamu ni mwanadamu. So ni sababu malaika alimwambia Maria kwamba ile ambayo Joseph alipoona kwamba huyu msichana ako na mimba na hawakujuana, akashuku na akajaribu kuondoka polepole kwa sababu hakuwa anataka kumwaibisha. Lakini maandiko yanasema kwamba malaika akamwambia kwamba usiache, maana mimba aliyo nayo ni mimba ya roho. So in other words, mbegu Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe ambaye ni roho, aliweka mbegu yake. So ile akamwambia na kitakachosaliwa ni kitakatifu. So Jesus is a seed of a woman, lakini mbegu yake ni ya Mungu. Sema amen. Hawakuwa na uhusiano yeyote na Joseph na Maria isipokuwa alikuwa chomba. Maana Roho Mtakatifu ndiye aliingia na akaweka mimba, mbegu ya Mungu, na ndio sababu shetani alikuwa anapigana na yeye. Because alikuwa ni mbegu ya Mungu. Na kila wakati ukiwa na sababu na Mungu amekulete, shetani huwa anakumulika. Na anaanza kupigana na wewe hata saa zingine ukiwa mdogo. Ukiangalia maisha yako saa zingine unaweza kuwa ukiwa mtoto hauelewi, na unaona anaanza kukupiga, unapitia changamoto kwa sababu alianza kupigana na Yesu immediately alipozaliwa. Na naona tena ukienda nyuma mbele kidogo, alikuwa anapigana na huyu mwanamke hata kabla hajazaa mtoto akiwa kwa mimba. Semeni amen. Sasa ingine unaweza kuwa hata kuzaliwa kwako, maybe mama yako aliteseka, ulikuwa na shida ndani yako sababu ulikuwa umeonekana uko na kitu ya Mungu, na adui alikuwa anataka kukuangamiza mapema, lakini Mungu hakuweza, hakukubali. Kwa sababu kila wakati Mungu anatetea, anasimama. Sababu kitu ya Mungu kila wakati iko na struggle. Every time ukiona kuna struggle, unapitia changamoto, angalia, lazima kuna kitu ya Mungu iko ndani yako. Sema haleluya. Maana shetani hana haja na watu wake. Yes. Watu wake tayari hako na wao. Lakini wateule ambao Yesu maandiko anasema kwamba ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima, hao ndio wanapigana na hao. Wako na kitu ya kufanya hapa duniani, na tena ni warithi wa ufalme wa mbinguni. So tuendelee. And she brought forth a man child. Na maandiko yanasema mstari wa 4, na akazaa mtoto mwanaume. So definitely huyu ni Yesu. Lakini kulikuwa na struggle. Kulikuwa na vita. Sababu shetani alijua kwamba kuna kitu kubwa, mpango kubwa sana ambaye Mungu ako nayo, na anaijaribu kusimamisha. Sema amen. Na maandiko yanasema who was to rule all the nation with the rod of iron, and her child was brought up unto God unto his throne. Angalia, na maandiko yanasema kwamba na huyu ndiye atakuja kutawala mataifa na ile fimbo ya chuma. Nani huyu asipokuwa ni Yesu? Anasema na huyo mtoto akachukuliwa kwa Mungu na katika kiti chake cha enzi. Sema hallelujah. That's a powerful. It's powerful. And the woman fled to the wilderness. Na huyo mwanamke akakimbia kwa jangwa, where she has a place prepared for God. Na akakimbia jangwani mahali ambaye Mungu alimtengenezea. Na unaona wakati ambaye ukiangalia Mary na Joseph walionywa waende wapi? Egypt. Mahali iliandaliwa na nani? Unaona connection? Akatoroka kwa mahali aliandaliwa, na malaika anamwambia Mary na Joseph, kaeni pale hadi wale wanatafuta maisha ya huyu mtoto wakufe. Kaeni pale mpaka niwaambie. So destiny ya mtu wa Mungu na mtoto wa Mungu, Mungu anaipanga. Maandiko yanasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamuokoa kwa yote. Ukiwa mtu wa Mungu na wakati unang'ang'ana, maadui ni wengi, wanakupangia mambo, magonjwa, maroho ya nyumbani, mahali umezaliwa,
mahali popote ukienda unaona kwamba the enemy always ako na hasira na wewe, because you have a seed of God. Na kwa sababu shetani ni roho, anaona taa, anaona the star. Maana kila mtu wa Mungu ako na nyota. In other words, ako na alama ya Mungu, kama vile tulisema last time. Ako na muhuri ya Mungu. Na maandiko yanasema that they should feed her there 1,260 days. And there was war in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon fought and his angels. Na kulikuwa na vita mbinguni. Wapendwa, hii ni vita ambayo ilianza mbinguni. Vita kali. Na hiyo vita inaendelea. Lakini tunashukuru Bwana, maana aliyetuokoa, aliyekufa. Ndio leo tunazungumza juu ya Pasaka na nguvu zake na uwezo wake wa kufufua sisi na kutuweka tu hai. Wapendwa, tuko na ushindi kupitia damu ya Yesu. Our remedy is the blood. Ushindi wetu na kuokolewa kwetu ni kwa sababu kuna mmoja aliyemwaga damu yake, damu ya agano, damu ya milele inayoongea mambo mema kuliko damu ya Abeli, na akamwaga hiyo damu ili sisi tuokolewe, tuoshwe na hiyo damu na tuwawe watakatifu mbele yake, bila sio kwa sababu ya matendo tumetenda. Maandiko yanasema kwamba ni kwa sababu ya neema yake. Semeni amen. Amen. Ukawa na vita binguni kati ya najua Michael ndio chief, ni malaika mkuu ambaye anasimamia wanajeshi. Sema amen. Mungu ako na mpango sana. Na malaika ambayo watajwa, lakini kuna malaika Michael na Gabriel. Mara nyingi ni malaika chief wa maana sana. Na wakapigana na ule joka ambaye ni shetani. Against the dragon, and the ground fought his angels. Na wakapigana. Michael anasimamia Mungu, shetani mwenyewe ambayo anapigana na Michael because is a representative of God. Ni malaika wa Mungu. So Mungu alikuwa anapigana akiwa ndani ya Michael. Unaona wakati wa Daniel, ndiye alikuwa anapigana. Anaambia Daniel, nimepigana the prince of Persia na nitarudi kule. So the ministry of angels even now is so important. Hata sasa tujue kwamba kuna malaika. Kuna malaika ambaye anapigana. Na unakumbuka Roho akija wakati Petro alifungwa, alisema alipopiga akasema watu wakadhania sio yeye. Maana tayari maandiko, unaona malaika ndiye aliingia ndani, ndiye alitumwa ingia ndani ya jela na akafungua Peter. Unaelewa hiyo? So wakati kama kuna ministry of angel, na tuelewe pia Mungu anatuma malaika. Ana send his angel, anasema atawaagizia. Ukiangalia katika Psalms anasema atawaagizia malaika wake ili waokoe. So mara nyingi kuna hiyo ministry, kama vile shetani hako na mapepo, Mungu wetu hako na angels wake. Sema amen. So that's why they rescue us. Kwa sababu saa nyingine unasikia mtu ameingia kuna ajali imefanyika, lakini ule mtu hajaumia. Kwa sababu ni malaika wamekuja na akamfunika. Unaona saa nyingine kuna kitu inajaribu kufanyika na malaika anaondoa. Unaona wakati ule Daudi alikuwa anapigwa na Saul, ile mkuki kama angekuwa na malaika pale wa Mungu angegonga na ikampata, lakini malaika wakaigonga ile mkuki na ikaenda wapi? Ikapiga ukuta. Saa nyingine unagonjeka, lakini malaika wanashuka, wanasema huyu hata kufa. Inakuanga ni vita kubwa. Yeah, maana enemy anasema na nitachukua huyu, na malaika wanasema no. Lakini kwa sababu Mungu wetu kila wakati ndio anashinda, because he is the creator of heaven and earth. Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi. Even shetani mwenyewe is a creation of God. Lakini aliasi. Semeni amen. He prevailed not. Sikiliza hii. Mstari wa ngapi? 8. Na hakushinda. Neither was there place found more in heaven. Huyu shetani, huyu joka na malaika wake walioasi. Mnakumbuka hii andiko, hii ni Revelation, lakini inatupeleka mpaka Genesis. Si mnakumbuka hapo ndio malaika walifukuzwa. Na anasema mahali pao haikupatikana tena mbinguni. Serious battle. So our salvation, wapendwa, sio kitu ya kuchezea. Iko na gharama kubwa. It's life and death. Angalia hiyo vita. Just because of the souls
kwa sababu tu ya upendo ambaye Mungu anayo kwa sababu yako na mimi, akapigana. Malaika wakashuka just to hakikisha we are set, we are delivered. Maana shetani alikuwa anataka si wote twende kuzimu. Maana anajua nafasi yake mbinguni. Angalia hapa, anasema nafasi yake mbinguni hakuna tena. So ana opportunity, ana nyumba kama wewe. Maana Yesu anasema nimeenda kuwatengeneza makao, lakini yeye hana makao. Imagine the judgment, hukumu ya Mungu ilikuwa final na hakuwa na nafasi ya kutubu. Na ndio sababu anadanganya watu, anafunga macho, anawaonyesha kwamba wokovu ni kitu bure, anakuletea mateso, anakuchallenge, anakuletea shida ya pesa, anakutesa ndio uanze kudoubt na ungana na yeye. Lakini amechelewa, maana Mungu anasema aje, anajua walio wake. Kama unaamini sema amen. Na in this moment we shall not bow to the dragon. Huyo shetani ameshindwa na hana nguvu na hana mamlaka in our homes, in our family. Yesu akasema aje, nitajenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Maandiko yanasema and the dragon was cast out, the old serpent called the devil. Satan. Hiyo mstari wa 9. Nasema ule joka akatupwa, anasema joka wa samani. The devil is old, sio kijana wa jana. Usicheza na yeye. Anasema joka wa samani. Sio ni wajana? Hataki mtu wa kucheza naye. Anataka mtu ambaye anajielewa na ako ameoshwa, anajua yeye ni nani na anajua Mungu wake, ndiye atamshinda shetani. Lakini ukiwa mtu wa hivi tu, mshirika tu akuja kanisani na maisha yako inakaa fugufugu namna hii, shetani anakuweka chini. It's a serious battle. Kwa sababu anasema joka wa samani aitwaye shetani, which deceived the whole world. Kazi ya shetani ni udanganyifu. Hata maandiko yanasema aje, yeye ni baba wa uongo. Yeye ndio chama na waongo wote. Ndio maandiko yanasema kwamba katika Jerusalem mpya watu group moja watu ambao hawataingia ni waongo. So that the things that we must deal with. Lazima tuongee uongo na tuongee ukweli kila wakati. Hata kama inauma. Speak the truth. Sema amen. Na huyo ndio bibi harusi. That is a bride of Christ. Lazima ajue ya kwamba yeye ndiye anapiganiwa. Yeye anatetewa. Na hata sasa anaendelea kututetea. Maandiko yanasema aje? He was cast out into the earth. Sikiliza. Hajatumwa kuzimu bado. Ametumwa wapi? Dunia. And his angels were cast out with him. Akatupa duniani na malaika wake ambao sasa ndio tunasema demons. Hiyo ndio mapepo sasa. Ndio majini. Wachawi na waganga wana represent demons, wanatumiwa na mademon na shetani. Sema amen. Ndio maandiko yanasema I will give you power to cast out demons. Hawa ni fallen angels. Maana kila wakati ukikataa maneno ya Mungu, ukiasi na kuwa mtu ambaye hatii neno la Bwana, mara nyingi roho mchafu wa shetani anakuingia. Anapata makao ndani yako. Na hiyo ndio tunasema huyu mtu amepagawa. Kwa sababu gani? Maana ule kama vile Mungu anachukua mwili na anakaa ndani, hivyo ndio shetani pia anafanya. Anachukua mwili wa mtu na anakaa ndani. Maana tumesema kila wakati the enemy anajaribu kuimitate na kujaribu kufanana na kukopi yale Mungu anafanya. Lakini hawezi, hana kitu yake original. Sema amen. Ndio maandiko yanasema hata malaika wa shetani anajigeuza kama malaika wa mwangaza. Kama. Naona sasa anajifanya. Lakini kwa sababu ndio adeceive. Adanganya. Ni sababu kazi yake anadanganya. Hata leo katika wakati kama hii ambayo makanisa yamefungwa, anajaribu kudanganya wapendwa, anajaribu kudanganya wateule. Ya kwamba sasa nyinyi mmeisha, hiyo ndio mambo yenu, hamuendi kanisa. Anakudanganya kimawazo na anasema wapendwa, usikubali kudanganywa na shetani.
kemea shetani, amini neno la Mungu. Hata ukiwa nyumbani, Mungu ako na wewe. Wewe ndio kanisa. Tukingojea kanisa ifunguliwe, nataka ukai ukijua wewe ni mtoto wa Mungu. Soma neno, omba, kaa ukiwa mtakatifu. Maana Yesu hakuja kuchukua manyumba, anakuja kuchukua kanisa lake. Wewe na mimi tulioamini Yesu kwa imani, tukasikia injili yake, tukaamini, tukatubu, tukaoshwa na dhambi, na ndio tunajua ya kwamba majina yetu yameandikwa katika kitabu cha Mwana-Kondoo. Usidanganywe na shetani. Sema amen. Maandiko yanasema aje? And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation. John aliona mambo ya ajabu, his brother. Na alionyeshwa hii maneno, ifunuo alipata Yohana sio kwa wakati ya starehe. Alikuwa katika ile kisima ya Patmos. Na watu wa historia wanasema alikuwa amewekwa ndani ya mtungi ya mafuta na ilikuwa inachomeka. So wakati mgumu kama hii, let us be careful. Sasa ndio Mungu anaweza kukuonyesha mambo ambayo haujawahi kuona maisha yako yote. Mungu anaweza kukufanyia jambo, yani tukienda kutoka kwa hii shida, yani mahali uko mbali sana. Kwa sababu Mungu anasababisha vitu ifanyike. The enemy yeye mwenyewe ana cause mambo ifanyike ndio akumalize. Lakini kwa sababu Joseph aliambia ndugu zake, nyinyi mlikuwa mnanipangia mabaya, lakini Mungu alikuwa na mawazo mazuri. Anabadilisha. Saa nyingine kuna mambo Mungu hawezi zuia, lakini anafanya tu, anaachilia ifanyike, lakini atageuza ndio kulete mapenzi yake yatendeke. Na katika mapenzi ya Mungu, mtu wa Mungu hapo ndani. And we talk about agenda na mpango ya Mungu. Mungu ako kila wakati na watu wake. So akipanga, ako na sisi kwa mawazo. Sema amen. Akipanga mambo ya kunyakuliwa na rapture, tuko ndani. Akipanga mambo ya new heaven, mbingu mpya na dunia mpya, tuko pale. Akipanga mambo ya millennium ya miaka 2000, watu wake wako pale ndani. Hivyo ndivyo upendo ambaye Mungu anatupenda. Maandiko yanasema mbinguni wakafurahi saa zile shetani ameteremsha, maana alikuwa amesumbua. And now strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. Sema amen. Strength, salvation, wokovu. Strength ni nguvu. Yani kwa Mungu kuna wokovu, kuna nguvu, kuna ufalme wa Mungu, kuna nguvu yake ya Kristo, the power. So the church is not weak. So kanisa la Mungu sio watu wadhaifu. Ni watu wenye neema. Na natangaza leo hii kwa jina la Yesu, Mungu aachilie neema juu ya maisha yako. Grace, neema ya Mungu ikukute mahali ulipo na usichoke. Anasema, for the accuser of brethren is cast down, which accused them before God day and night. Anasema, accuser anasema je Kiswahili? Mustaki wa watoto wa Mungu, ambaye anawastaki usiku na mchana mbele ya Mungu, ametupwa. So the devil, shetani ni accuser, anakustaki. Naona Musa alipo wakati ule Musa alifanya makosa ile kupiga maji, bado anamfuata mpaka kwa kifo yake. Anasema huyu ni wangu. Lakini malaika Mikaeli, naona Mikaeli bado ndiye anahusika, akamwambia na Mungu akukemee. Sababu shetani ana capitalize na your weakness. Ukifanya makosa moja, anakaa hapo akimwambia Mungu. Na nakumbuka 2010 vile alifanya. Anaweka rekodi. Na nisoma maandiko yanasema kwamba na vitabu ikafunguliwa. So hivi vitabu ni za records. Lakini kuna kitabu. Sasa hiyo ni majina ya watu wa Mungu.
Sema amen. Ni majina ya watu dunia yote, maybe na matendo ya wale watu walifanya. Sema amen. Na maandiko yanasema kwamba anatustaki. Ndio lazima kila wakati we must change. Lazima tubadilike, maana Mungu alisamehe Musa katika ile makosa aliyofanya, lakini shetani bado ako pale, anakaa pale akisema. So usiallow anything, usiallow maisha yako ya jana, usikae pale. Usikae ukisema nilifanyiwa. My sister, wale wananisikiliza na wale tuko na wao, toka hapo. Toka kwa jana. Move, tembea na Mungu. Jifunza na makosa. Na useme inavyosema. Maandiko yanasema kwamba iliyozaliwa na Mungu hatendi dhambi, hakai kwa dhambi, maana mbegu ya Mungu iko ndani. Sema amen. So Musa hakukaa pale, lakini shetani amebaki wapi? Na tunamwambia kwa makosa yetu ya jana akae kule, maana sisi tumeenda mbele. Tumeoshwa, tumesemehewa, tumetembea na Mungu. Maana Mungu wetu hatuwezi kaa kwa matope, lazima tusonge. Na mwisho wake Mikaeli akamwambia shetani, hata sitaongea na kuambia jambo, ninasema tu Bwana akukemee. Na leo ninasema Bwana akemee shetani on your behalf, in the name of Jesus. And they overcome him. Jesus, hallelujah. And they overcome him by the blood of the Lamb. Hiyo ndio Pasaka sasa. Sema amen. Maana huyu maandiko yanasema huyu mwana kondoo alichinjwa kabla ya msingi ya dunia. So mambo yako yote yalifanywa, Mungu alitujua kabla. Mungu hakuna kitu inamsurprise Kuna watu walisema kutakuja corona. So sisi ndio tunakuwa na surprise, lakini yeye alijua. Na alipanga. Na alijua sisi tutaishi wakati kama huu. Angetuchukua kabla ya corona, maana alikuwa anajua tutakuwa pale na tutashinda. Na tutashinda kwa njia gani? Kwa damu ya mwana kondoo. Na leo tunatangaza Pasaka hii, damu ya mwana kondoo imechinjwa, imemwagika, na hiyo damu tuko sai, tumeshinda shetani, tumeshinda joka, tumeshinda the dragon, tumeshinda shetani, tumeshinda corona, tumeshinda kifo na magonjwa na laana kwa sababu ya damu ya mwana kondoo. Na maandiko yanasemaje? Na ushuhuda ya vinywa vyao. And they loved not their lives unto the death. Na kwa sababu ya ushuhuda ya vinywa vyao, let us not tusinyamaze. Let us talk about Jesus. Tuongee juu ya upendo wake hata wakati kama huu. Anasema na hakupenda maisha yao hadi kufa. Unajua kuna watu ambao wanajipenda mpaka wanazao kupenda Mungu. Yesu alisema aje? Atakayetaka kupoteza, atakayetaka kupata lazima apoteze. Na atakaye kukaa nayo atapoteza. So hawa ndugu na wapendwa hawa walijipeana kabisa kwa Mungu. Hawakupenda maisha yao kuliko vile walikuwa wanapenda Mungu. Walijipeana. Na hiyo ndio nataka tuseme, tujipeane. Penda Mungu kuliko vitu vyote ulio nayo. Paulo anasema sina kitu ya kulinganishwa, nimehesabu yote kama mafi kwa sababu ya kupenda na kupata Kristo. Nimesahau wengine yote yaliyo nyuma. Sema amen. We must move forward. 2020 katikati ya corona, God is working. Mungu anazungumza na watu wake. Sema amen. Na maandiko yanasema aje? Therefore rejoice ye heaven and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth. Naona malaika anasema kwamba furahini watu, lakini ole wenu wanaokaa duniani. Kwa sababu gani? And of the sea, mpaka bahari. For the devil is come down unto you, having great wrath. Scared, because he know that he had but a short time. Na hebu niangalie wapendwa. Maana hebu angalia John akiongea juu ya shetani kutupwa, hiyo ni miaka mingi sana.
Na unaona wrath ni hasira. Na ukiangalia sasa kabisa kama wakati huo alishuka na hasira, na je sasa? Na kama wakati huo John anasema maana anajua wakati wake ni mdogo. Na je kama hiyo miaka shetani alikuwa anajua wakati wake ni mdogo, na je sasa hii 2020? That's why is working hard. Yani sahi kwa sababu anajua hata sahi hajui ya kwamba kile sahi anajua dakika zake zimeisha. Anasema sasa ni madakika. Let me tell you, he just anajua kengele karibu inapigwa. So lazima tuelewe kwamba amekasirika. Na amekasirika na nini? Na tutaangalia sasa amekasirika na nani. So the time is short, wapendwa. Hakuna wakati wa kupoteza. Hakuna wakati wa kupembeleza shetani. The time to pray. Kama kuna wakati ambayo tuna release, unaachilia vitu vyote umeshikilia miaka yako yote, hauombi, unaomba ile ya kujipanga, ile yetu ya kanisa yetu, tunaomba tu dakika 5 turudi nyumbani. This is not the time. Because the time is short. Sema amen. Kama bado unapumua, cry. Kama ulikuwa unasoma maandiko siku moja kwa wiki, hii ni wakati wa kukaa kwa neno 24/7. Amen. Unafungua hii neno, unakula hii neno mpaka inafika hapa. Unakula neno because unajua kwamba kuna kitu. Kuna vita. Kwa sababu naona Mungu alimwambia Elijah alipokuwa amechoka, akamwambia amka na ukule. Na unajua chakula chetu ni neno. Yesu alisema aje mtu aishi kwa mkate peke yake, lakini anaishi kwa neno ilitokalo kwa kinywa cha Mungu. Wakati wa kusoma neno na kukula neno usiku na mchana, sio wakati mwingine. Ni sahihi. Kwa sababu Mungu alimwambia aje amka ukule, na akaenda, maandiko anasema alienda na hiyo nguvu. Ilikuwa siku ngapi? For the next 40 days. Huyo ni Elijah. Sema amen. Hii ndio wakati wa kushikilia. Hii ndio wakati wa kufanya mambo ya kiroho ambayo hujawahi kufanya tena. This is the time that the church lazima tuamuke. Na Mungu alikuwa ameniambia kwamba hii mwezi wa 4 endelee, wapendwa, tuendelee kuomba. Hai kwa maombi, wale wanaweza kufunga wafunge, wale wanaweza kuacha kuskip na kuchacha chakula. Let our people pray in their homes. Amen. Na wacha watu wa Mungu waseme neno vile hawajawahi kusoma tena. Amuka usiku soma. It is now or never. Sema amen. It is now or never. Time is short. The rapture of the church. Kunyakuliwa kwa kanisa wapenda. Manifestation na kudhirishwa kwa Antichrist. Iko. Vitu vyote zimekuwa tayari. It is just Mungu tu ndiye anazuia. Huyo mpinga Kristo ndio anamwambia ngoja kidogo. But let me tell you, mambo yote iko sawa. Mtu anakudanganya kwamba tuko mbali, tutakaa miaka mingine. Hiyo ni historia yake. Lakini John alisema ya kwamba ole wenu wenye wanakaa dunia. Sijui kama unakaa dunia hii. Sijui kama unakaa dunia yako. Maana anasema wale wenu wanakaa kwa dunia. Yeah. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani ameshuka hapo hapa. Patia nafasi kusha. Maana anajua wakati ni mdogo. Sio wakati wa kushika pale, sio wakati wa kushika wacha niende nione nini, wacha nifanye dhambi kidogo ndio nirudi. Hiyo sio wakati wapendwa. Let me tell you, the time is more than short. Ni karibu sana kuliko vile tunafikiria. Haya, twende mstari wa 13. And when the dragon saw that he was cast into the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. Alipoona kwamba sasa huyu mpango yake ya kwanza imeanguka, akarudi sasa kupigana na ule mwanamke aliyezaa ule kijana. Hiyo sasa ni seed. Sema amen. Anapigana na nini? Na mwanamke. Na nikiangalia sana huyu mwanamke,
ambaye amezaa, lazima uwe ni bride. Lazima uwe ni bibi harusi. Lazima hawa ni wateule. Sema amen. Lazima hawa ni hii bibi, hii mwanamke ni mwanamke gani? Hii ni kanisa. Akapigana kwa sababu kwa nini? So naona kila wakati shetani ha give up. Akikukosa hii Musilani alipoona ya kwamba hakuweza kuzuia mtoto azaliwe, akapigana na mama yake. Sema amen. Amen. So akikosa kwa mtoto anakutafuta wewe mwenyewe. Akikosa kwa usharati anakutafuta kwa fanya nini? Kwa wizi. Akikukosa pale anakutafuta kwa kukudanganya. Na ndio Paulo anasema tusipatie shetani nafasi. Don't give room to the devil. And the woman were given 2 wings of a great eagle. Sema amen. Na Mungu ni wa ajabu. Mwanamke akapatiwa mabawa. Na anatangaza leo patiwe mabawa hayo kama ya tai. Tutapaa juu ya corona, juu ya mashida. Juzi Mungu alikuwa ananiambia kutakuwa na shortage, nikilala tutakuwa na shortage ya unga ya chakula. Let us be tujue God is talking. Nasema kutakuwa na shortage ya nini? Lakini hata kama kutakuwa na shortage, Mungu wetu hapungukiwi. Amen. Hata hapungukiwi. Hata wakati wa Elijah, hata haikuwa ni shortage, ilikuwa hakuna, lakini alikula. So nikamwambia Mungu asante, maana umeniambia, umeniandaa, lakini ninakuamini. Sema amen. Ninakuamini. Siwezi kuambia enda nunua chakula ukiwa na pesa, weka chakula yote kisha kwako. Sikia hiyo neno na ujue ikifanyika Bwana amesema. Amen. Ndio uandae, ndio usistuke. Sema amen. Amen. Na maandiko yanasema akapewa mabawa ya tai. Tai anapaanga against, anaenda juu ya storm. Na leo ninatangaza anointing ya kupaa. Amen. Wings, mabawa ya kiroho upate. Oh, yes. Ya kupaa. Juu ya corona, juu ya shida, ya kwamba uko nyumbani una kazi, utapaa. Mungu anasema akapewa. Ninaomba leo Mungu akupatie. Kwa jina la Yesu. Hata wakati huo baba hakuna pesa, unapaa. Kupaa ni kumaanisha nini? Mungu anakuletea pesa saa zile ambaye watu wanalia. Hiyo ni kwamba umepaa. Ya kwamba unakula, unashida, unashiba kwa sababu Mungu umepewa mabawa. Hiyo ni strength. Hiyo ni kumaanisha kwamba umepewa kitu ya kubwa sana juu ya mashida yako at that time. Na huyu mwanamke kama angepewa mabawa, angemaliza and that she might fly into the wilderness. Hallelujah. Akafly. Sasa hii ni wakati ambaye Mungu anaachilia anointing ya tai, tutafly into her place. So hata wewe utafly uende mahali pako ambaye Mungu amekupangia 2020. You are going, hautaenda mahali ya watu wengine, hautapelekwa mahali ya wageni na watu ambaye haujui, utapelekwa mahali pako. Kwa jina hii mambo yote ya corona si ati inatuondoa kwa mpango ya Mungu, na focus na mahali petu itatupeleka pale. Because God is with us. Where she is nourished for a time. Hata wewe naomba Mungu akulishe na akushibishe wakati kama huu. Alikuwa anaenda kulishwa kwa wakati. So wakati kama huu Mungu atatulisha kiroho na atatulisha kimwili. Sema amen. Amen. For a time and times and a half time from the face of the serpent. So ninaona kwa sababu sisi ni seed, sisi ni mbegu ya Mungu. Sema amen. Amen. Ni mbegu ya part of this. Tuko ndani ya hii vita. Maana huyu mtoto aliyezaliwa ni Yesu, na yeye ndiye ametuokoa. Sema amen. Yeye ndiye amekufa leo, jana na amefufuka. So huyu mtoto na amezaliwa wapi? Kwa kanisa. The bride alikufa ndio akuje atuokoe kwa dhambi zetu, ndio maana huyu mtoto amezaliwa ndio bwana harusi. Huyu mtoto amezaliwa ndio bwana harusi na sisi ndio bibi yake. So we are part of this, wapendwa. Na maandiko yanasema aje? Akaondolewa for the face of the serpent. Akaondolewa mbali na ule shetani ambaye ni joka. Na leo ninaomba kwa jina la Yesu na wale wasikilizaji wetu wote, Mungu akuondoe katika sura na mahali ambao shetani yako. Wacha kuondoe
from the face, katika akuondoe nyumba yako, aondoe familia yako, aondoe mke wake, aondoe watoto wake, aondoe biashara yako, aondoe afya yako katika uso wa shetani, in the name of Jesus. Kwamba hakuna kifo, hakuna uharibifu, hakuna magonjwa, maana shetani ameondolewa kwako na nyumba yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya damu ya Yesu iliyomwagwa msalabani. And the servant cast out his mouth of his mouth water as a flood out of the woman, that he might cause her to be carried over the flood. Naona sasa shetani akatengeneza mbinu nyingine. Alipoona, akatoa maji kwa mdomo kama gharika. Ndiyo aona kama mama anafanya nini? Atachukuliwa. Oh my God. Sikia 16. And the earth helped the woman. Oh my Jesus. Oh my God. I'm becoming excited. Hallelujah. Dunia ikafanya nini? Ikasaidia mama. Ikasaidia kwa njia gani? And the earth opened her mouth and swallowed up the flood, with the dragon cast out of his mouth. Na leo ninatangaza, maana sisi ndio bibi harusi ya Yesu, ile gharika, ile floods. Maandiko yanasema kwamba adui anakuja kama gharika. So mnakumbuka hii scripture? Isaiah 59:19. Anasema adui anakuja kama gharika, lakini Roho wa Bwana anainua kiwango juu. Na leo ninatangaza kwa wale wanaosikiliza ya kwamba Bwana, gharika yote ya mashida ambayo shetani amelete, anataka ikubebe, haitakubeba. Kwa sababu gani? Maana Mungu atakusaidia. Alivyosaidia huyo mwanamke, na dunia ikafungua kinywa chake na ikamesa hiyo maji. Leo ninatangaza Bwana atafungua njia na atafungua mahali ya kwamba ile kitu inakuja kukumaliza, leo itamezwa katika jina la Yesu. Kama vile malaika wale wakati wa Misri, ambaye Musa alienda Misri, ya kwamba alipoachilia ile kiti, kijiti yake ikawa nyoka, na pia wale wachawi na waganga wa Misri wakaweka yao chini, ikawa nyoka. Lakini nyoka ya Musa ilifanya nini? Ilimesa hiyo yote. Leo ninaomba kila kitu na gharika na mashida imemeswa na nguvu ya Mungu, imeswe na damu ya Yesu iliyomwagika na Yesu aliyefufuka. Kwa jina la Yesu, receive your victory in Jesus name. Oh my God. And the dragon was wroth with the woman, and alikasirikia. Sikiliza sasa. And the dragon was wroth with the woman, and he went to make war. Unajua ndio mstari ndio Mungu aliniambia usiku. Hiyo sasa. Aliniambia about the war. Ambaye the dragon anapigana na mbegu ya ule mwanamke. And the dragon was wroth, and alikasirika with the woman, and went to make war with the remnant of her seed. Sikiliza. Which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Wapendwa, hawa ni akina nani? Oh my God. Sema amen. Hawa ni akina nani? Hawa ni watu wa dunia. Hawa ni watu wa kwenda toka kanisa Jumapili. Anasema wanaoshika amri za Mungu na walio na ushuhuda wa Yesu. Maandiko yanasemaje? Yeyote aliye na mwana hapo na nini? Maandiko pale tulikuwa tumesema wameshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na nini? Na shuhuda ya midomo yao. So hii ndio shetani anapigana na sisi, maana sisi ni mbegu ya Mungu. We are the seed ambayo maandiko yanasema akaenda kupigana vita na mbegu ya mule mwanamke ambayo ni mabaki, anasema remnant. As why the devil is fighting the church, ndiye anapigana na wewe, maana ako na hasira. Ndio sababu saa nyingine shetani akikataa, akishindwa na wewe, anajaribu kwenda kupigana na watoto wake, watoto wako na uzao wako. Na ndio sababu tukisimama leo, we stand on behalf of our families. Kwa sababu shetani anajaribu kutafuta wewe, akiona akupati, anaenda kwa uzao. Leo tumeondoa katika uzao wetu, shetani hana nafasi. Watoto wetu wamebarikiwa. Our families are blessed.
Shetani hana nguvu juu yao. We cover them by the blood. In Jesus name. Akasema akaenda kupiga. Nataka uone hiyo vita ambayo inapigana. Saa hii ukiangalia corona iko hapo, shetani anatafuta mtoto wa Mungu. He's waiting war. Lakini hiyo vita alishindwa. Alishindwa. Maana Yesu is the Lord of Lords and the King of Kings. Akapigana vita. So the next season, wakati imebaki, vita itachacha. Vita itachacha kwa mtoto wa Mungu. Na ndio sababu hata kama ukiamini Yesu kwa mbegu ya Mungu, unaona kwenu unanyorosha, kuna vita inawakisha. Unaweza tolewa kwenu, unaona kama hujazaliwa kwa hiyo familia. Things ambayo inafanyika kwako haifanyiki kwa wale wengine, because uko katika vita, because you have a destiny. Kuna watu wengine ni watu wa dunia tu. Hakuna kitu tena. They are good. Ni sawa. Unaona Daudi anasema Mungu anashangaa watu hawa wanafanikiwa sana. Hawana mashida kwa nyumba zao. Kwa sababu hiyo mbegu ni ya shetani. Lakini mbegu ya Mungu anasema kwamba shetani anapigana akaenda kufanya vita. Ndio sababu Yesu alikuja ili ashinde shetani. Na ukikumbuka wakati alipokufa, maandiko yanasema aliteremka kuzimu. Na akaenda kufungua mateka waliokuwa wanangojea wakati wanao. Na akamchukua kifunguo kwa shetani. Sema amen. Akachukua nini? Kifunguo kwa shetani. Na ndio sababu maandiko Yesu akasema all power, sikiliza, all power is given unto me in heaven and earth. Sema amen. Na akaambia Peter, juu yako, juu ya ile ufunuo umepata, nitalijenga kanisa langu. Na milango ya kuzimu haitashinda. So the devil is under our feet as we speak. Maana tayari ushindi tumepata. Ndio sababu Yesu alikufa na akafufuka. Na maandiko yanasema aje, tumekufa pamoja naye katika ubatizo. Sikiliza. Na tukafufuka pamoja naye. Ndio sababu lazima tubatize watu wa Mungu kwa maji mengi. Because you die with him. Na vile amekufa hiyo siku mbili na amefufuka leo, tumefufuka tena pamoja naye tukiwa na nguvu mpya. Maandiko yanasema alikufa akiwa mnyonge, lakini alifufuka akiwa na power. Sema amen. So the Church of Jesus Christ, watoto wa Mungu wamebarikiwa. Wako na vita, lakini wako na ushindi. Amen. Kubwa. Kwa sababu gani? Mungu anasema hatujanunuliwa kwa vitu ambayo zinaharibika kama fedha na dhahabu. Hiyo ni First Peter nafikiri ni 1:18. Anasema lakini kwa damu ya mwanakondoo isiyo na hila ama mabawa. So leo kama umezaliwa, umezaliwa tena. Ndio sababu Mungu Yesu anaambia Nikodemo, you must be born again. Maana ile kuzaliwa na wazazi, huwezi kushinda shetani. Utashinda kwa kuzaliwa tena. Kama hujazaliwa tena haumwezi, lakini ukizaliwa tena kwa maji na roho umepigwa muhuri. Amen. Shetani hana nguvu tena na wewe. Antichrist akija, ni sababu unaona wakati ambaye pinga Kristo atakapokuja, kuna watu wateule ambao watakuwa hapa na watakubali kuuawa, wasije wakainamia mtoto wa shetani ambaye anaitwa Antichrist. Yes. Sema amen. Amen. Kama vile Yesu anaitwa mtoto wa Mungu, shetani pia kuna mtoto wake. Anaitwa nani? Antichrist. Maana unakumbuka shetani kila wakati anajaribu kujifananisha na Mungu. Kila wakati. Sema amen. Lakini kila wakati anashindwa. Na sio shetani ameshindwa, yani sio atashindwa, ameshindwa tayari. Na Yesu tayari ako na mamlaka. Na unaona akija sasa anakuja kumdhihirisha shetani ya kwamba yeye ni kitu bure. Lazima tuelewe wapendwa kwamba we are the seed. Galatians 3:26 inasema aje? For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Naona wale watoto wa Mungu wanapatikana. Anasema sisi ni watoto wa Mungu kwa imani.
imani kupitia wapi? Yesu Kristo. Sababu tunaongea juu ya mbegu ya Mungu, na unajua pia kuna mbegu ya shetani. Unaona Kain alikuwa ni mbegu ya ule mbaya, lakini Abel alikuwa mbegu ya Mungu. Unaona? Na ndio sababu katika mbegu, katika lineage ya mbegu ya Mungu unaiona. Unafanya nini? Unaiona kwa Biblia mbegu ya Mungu, watoto wa Mungu. Unaona? Unaona Abraham ndio huyu. Unaona kina Seth wanakuja. Unaona Noah. Unaona wanakuja Abraham ndio huyu, anakuja Isaac wanakuja. Unaona pale Rahab tena anapatikana pale, analetwa katika ile lineage ya watoto wa Mungu ambayo wako na mbegu ya Mungu na Mungu. Na ukiangalia kabisa unaona kina Jesse pale, unaona mpaka Daudi. Ndio sababu unasikia Yesu anaambia kwamba yeye ni wa Daudi, is coming from katika line ya Daudi. Na hapo ndipo unaona huyo msichana anaitwa Ruth. Angalia vile mbegu ya Mungu inatembea. Ule msichana hata kama alikuwa Moab, lakini walikuja akaletwa kwa Ruth, akaletwa ndani na akakutana na Boaz. Sema amen. Na pale Boaz akazaa Obed. Na Obed akazaa Jesse. Na Jesse akazaa Daudi. Na hapo ndipo Yesu, the seed of the woman, anakuja kutokea. Sema amen. Na hapo ndipo tunaingia. Hapo hiyo line ndio hiyo ndio line tuko. Maana usipokuwa katika hiyo line, naona katika kuokoka maandiko yanasema sisi ni watoto wa Mungu kwa imani katika Kristo. So, unaona sisi Waisraeli walikuwa ndani ya ile seed, ile mbegu. Lakini si watu wa mataifa, maandiko Paulo anasema tulikuwa kama watu waliopotea pasipo kuwa na Mungu. Paulo anasema we are grafted, tukafanya nini? Tukawekwa katika yule mti. Kwa sababu gani? Kwa kuamini Bwana Yesu. Hapo ndio sisi tunaingilia. Waisraeli wakibarikiwa, tunabarikiwa. Paulo anasema kwamba kukataa kwao Mwisraeli ndio ilifanya sisi watu wa mataifa tukapata. Hakuwa tumehesabiwa. Maandiko yanasema hatujahesabiwa kwa sheria na ahadi ya Mungu. Tulikuwa kama watu wasio na Mungu. Lakini kwa kuamini Yesu tukaingia ndani ya lineage ya baraka. Kama unaamini sema amen. So wale ambao hawajaokoka, hebu nikwambie, wako nje. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Ndio sababu ubatizo pale ni kitu muhimu sana. Lazima mtu abatizwe na maji mengi na kwa jina la Yesu, ndio aingie ndani, akufe na kufufuka pamoja na Yesu. There's neither Jew nor Greek. There's neither bond nor free. There's neither male or female. You are all one in Christ. Tumeletwa kwa damu, kwa kuamini Injili na kuamini kasi ya msalaba. Watu wa mataifa sisi tukaletwa ndani, tukawa katika lineage ya baraka. That's why we are not cursed. We are blessed. Sababu kama ulikuwa umelaaniwa na kwenu na maroja kutoka kwenu, ukiingia ndani ya damu ya Yesu na agano jipya kupitia imani ya Yesu Kristo, the curse inavunjika. Anasema, and if you, sikiliza 29, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Na kama sisi ni wa Kristo, Christ-like, tumezaliwa tena na roho na maji, sisi ni uzao wa Ibrahim. Oh my God. Unajua Abraham aliambiwa kwako mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. All the families of the earth will be blessed through you. So tukaingia katika hiyo baraka kwa sababu ya kuamini Bwana Yesu. How privileged are we? Sema amen. Na ni sababu tunashukuru Mungu sana. Akasema na tukawa rithi sawa na ahadi. Ahadi zote za Mungu tumekuwa warithi. Hatuko nje tena. Hatuko wageni tena. Baraka ambayo imebaki, kama ni millennium kingdom, kama ni rapture, kama the new heaven and the new earth and eternity, hizo baraka zote sisi ni warithi sawa na ahadi kwa sababu
ya kuamini Bwana Yesu. Kama unaamini sema amen. 2 Timothy, nenda kwa haraka kwa sababu ya muda. 2 Timothy, andika hiyo maandiko. 2 Timothy 2:8. Bwana anasemaje? Remember that Jesus Christ of the seed of David. Angalia hapa tunaongea juu ya mbegu ya Mungu. The seed of David, the lineage, line ya Daudi. Was raised from the dead according to my gospel. Sema amen. Na leo leo asubuhi ya leo alifufuka. So kulingana na injili ya Paul, Yesu Kristo wa mbegu na laini na kizazi na laini ya Daudi alifufuka kwa wafu kulingana na injili. Na hiyo injili ya Paul is a gospel of Christ. Hiyo injili alihubiri ndio tunahubiri sasa. Na leo tunasema tunaungana na neno hilo tukisema kwamba sisi wenyewe kama vile Yesu amefufuka, tumefufuka pamoja na yeye. Maono yetu na ndoto zetu yote yaliyokuwa yameuliwa leo yametoka makaburini. Nguvu iliyotoa Lazaro katika kifo. Na nilikuwa anasema Mary na Martha anamwambia Bwana hata amenuka. Lakini Yesu anasema umebeba wapi? Power of resurrection. Sijui ni nini mpendwa imekufa. Sio tu imekufa, imeoza. Sio tu kuoza, imenuka. Daudi Lazaro alikuwa 4 days na akanuka. Lakini Yesu alipofika, sababu anasema mimi ndio ufufuo. Na leo ninaomba ya kwamba Mungu atafufua. Najua saa nyingine vitu zetu zinakufa. Kwa kazi ya shetani ni kuua. Lakini yeye akiua